Je, unamfahamu huyu mwigizaji? Anaitwa Jafar Jackson. Ni mwigizaji aliyejichukulia umaarufu mkubwa katika siku za hivi karibuni baada ya kuigiza filamu inayoelezea maisha ya Michael Jackson katika safari yake ya muziki toka akiwa mdogo mpaka pale alipopata mafanikio makubwa na kutambulika ulimwenguni kote. Filamu hiyo ya Michael imekuwa ni filamu ya aina ya biopic iliyopata mafanikio makubwa sana katika siku ya uzinduzi wake, ukilinganisha na filamu za namna hiyo zilizotangulia, kwani inaelezwa siku ya uzinduzi tu ilitengeneza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 100. Okay, turudi sasa kwa huyu Jafar Jackson. Pengine unaweza ukawa unajiuliza kwa nini Jafar Jackson ndio aigize filamu ya kuelezea maisha ya mtu mashuhuri kama Michael Jackson? Sasa kabla sija kuelezea stori ya kushangaza ya huyu Jafar, naomba nikukumbushe kutembelea chaneli yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la Kenny Kids Films, au gusa link iliyopo hapo juu kwa bio yangu, bila kusahau kusubscribe na kuwasha kengele ili uwe wa kwanza kuona kila tunapoachia project mpya ya filamu. Lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare project zetu. Huyu Jafar amezaliwa mwaka 1996. Baba yake mzazi anaitwa Jermaine Jackson. Huyu Jermaine Jackson ni kaka mkubwa wa Michael Jackson, so Jafar Jackson anamuita Michael Jackson baba mdogo, au kwa wenzetu wazungu wanasema huyu Jafar ni nephew wa Michael Jackson. Licha ya kuwa mtoto wa kaka wa Michael Jackson, inaelezwa ilimchukua miaka miwili Jafar kuweza kumkopi baba yake mdogo katika mambo mengi aliyokuwa anafanya enzi za uhai wake, ili tu aweze kufiti kwenye karakta hiyo ya Michael Jackson kwa ajili ya filamu hiyo ya Michael. Yaani kwa kifupi, jamaa alifanya mazoezi miaka miwili ili aweze kuupatia uhusika wa Michael Jackson. Sasa stori ya kushangaza kutoka kwa Jafar Jackson ni kwamba mama yake na Jafar Jackson ambaye ni Alexandra Oaziaza, inaelezwa miaka ya 1980 huko alikuwa ana mahusiano ya kimapenzi na mdogo wa mwisho wa kina Michael Jackson anayefahamika kwa jina la Randy Jackson, na mahusiano yao yalikuwa serious kiasi kwamba kila mwanafamilia aliyafahamu. Japo wawili hawa hawakufunga ndoa, lakini kwa bahati nzuri wakafanikiwa kupata watoto wawili, ila mwanzoni mwa miaka ya 90 mahusiano yao yalivunjika. Ikumbuke kwamba kipindi hicho familia hii ya Jackson ilikuwa tayari ina umaarufu mkubwa duniani kote. Sasa inaelezwa baada ya mahusiano yale kuvunjika, huyu Alexandra akaanza mahusiano na kaka yake Randy Jackson ambaye ni Jermaine Jackson. Kama nilivyokueleza hapo mwanzo, huyu Jermaine Jackson ndiyo kaka mkubwa wa kina Michael Jackson. Inaelezwa hiyo situation ilitengeneza tension kubwa katika familia ya Jackson, kwa kile kilichoonekana ni ajabu kwa mwanamke mmoja kutembea na ndugu wawili, tena wa tumbo moja. Ila penzi tayari lilikuwa limenoga kwa huyu Jermaine kiasi kwamba hakutaka kusikia lolote kutoka kwa ndugu zake wala wazazi wake, na kwa msisitizo mwaka 1995 Jermaine akamuoa kabisa Alexandra na kumfanya awe official member wa familia ya Jackson. Na kwa bahati nzuri tena huyu Alexandra akabahatika kuzaa watoto wawili na Jermaine Jackson na kumfanya awe amezaa watoto na ndugu wao wawili, yani mtu na kaka yake. Na katika watoto hao wawili aliozaa na Jermaine Jackson, mmoja wao ndio huyu Jafar Jackson. Na baada ya miaka mingi kupita, huyu Jafar ndio amekuja kuigiza kwa ufanisi wa hali ya juu katika filamu ya maisha ya baba yake mdogo, yani Michael Jackson, na kuiheshimisha tena kwa mara nyingine familia ya Jackson duniani kote. Pengine huyu Jafar ilitakiwa tu aje kuzaliwa kwa namna yoyote ile ili aje atimize hili la kucheza filamu ya maisha ya marehemu baba yake mdogo. Na kwa sasa tayari mwendelezo wa filamu hii ya Michael imeanza kufanyiwa kazi, na pengine hapo miezi ya mbele filamu hii itaanza kushutiwa tena na muhusika akiwa huyu Jafar Jackson. Asante kwa kunisikiliza. Nini maoni yako kuhusiana na stori hii? Niandikie hapo kwenye comment section. Until next time, langu jina ni Kenny Kids. Bye bye.